Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuende moja kwa moja kwenye neno la Mungu asubuhi ya leo. Natakwenda kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 57. Na ninapenda kanisa zima tusome. Nitaomba mnivumilie tu kwa leo. So ninaomba kanisa zima tunaoona tuweze kusoma 1, 2, 3. Tusome kwa sauti kubwa kabisa. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na tutasoma mstari ule wa 4. Naomba tusome 1, 2, 3. Haleluya. Kama kuna mtu anaandika, anaweza akaandika mambo yanayosaidia kuishi maisha ya ushindi. Memsi Roho Mtakatifu niweze kutaja baadhi kwa sababu yako mambo mengi, kwa sababu jumla kuu ya neno la Mungu ndio kweli. Neno lote la Mungu linatuweza kusaidia kuishi maisha ya ushindi. Sasa Roho Mtakatifu ameweka ndani yangu mambo kadhaa ambayo yanaweza kutusaidia kuishi maisha ya ushindi sisi kama watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile hali kuwa mtu umeokoka haimaanishi hautakutana na vita. Ile hali kuwa mtu anakuita labda mwenyekiti wa wanawake, mwinjilisti, mchungaji, askofu, haimaanishi ya kwamba hautakutana na vita. Na sisi tumeitwa kuwa Wakristo. Sisi Biblia inasema ya kwamba sisi tumeitwa, na kama nyinyi ni Wakristo, kwa maana kama nyinyi ni mali ya Kristo, kwenye Wagalatia anasema mmekuwa warithi wa zile baraka za Abraham. Kwa sisi tumeitwa Wakristo, wito wetu tumeitwa katika maisha ya ushindi. Mkristo ni mtu ambaye ameitwa kwenye maisha ya ushindi ambao hautokani na akili zake, ambao hautokani na nguvu zake. Ushindi ambao tunaishi sisi hautokani na juhudi, bali ni kazi kamili ya msalaba ambao inatupa kushinda kila inapoitwa leo. Bwana Yesu apewe sifa. So tumeitwa kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, dhidi ya magonjwa, dhidi ya umasikini, dhidi ya kukata tamaa, dhidi ya kila kitu. Kwa kuna vitu vinapokuja kwenye maisha ya Mkristo haviwezi kumweza. Vinaweza kuja lakini havitamweza, kwa sababu tunatembea katika neema ya kushinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tusome Yohana 14 na mstari wa 30. Kuna namna ambavyo Mungu ametupa neema ya kuweza kushinda teknolojia zote za giza, teknolojia zote za ufalme wa adui. Tunashinda dhidi ya kila hila ya adui, tunashinda dhidi ya kila mbinu za adui. Maisha ya ushindi, it is a part and parcel ya maisha ya Mkristo. Hallelujah, hallelujah. And we always fight from victory. Sisi tunashindana kutokea kwenye point ya ushindi. Hatushindani kama Kristo angekuwa hajamshinda shetani, hata tungefanya nini tusingeweza. Lakini sisi tunashinda kwa sababu yuko aliyetushindia. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tusome hapo 1, 2, 3. Aha. Hakuna kitu napenda kwenye Biblia ya Kiswahili kama hili neno hana kitu kwangu. Unajua ukiambiwa ni huna kitu kwangu, huyo mtu anayesema hivyo ameshakutathmini, ameshakupima.
Kwa kuna namna Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawaambia sitasema na nyinyi maneno mengi tena, kwa maana yuaje mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Na kama hana kitu kwa Yesu, huyo Yesu ndo anakaa ndani yako. Kwa hiyo mkuu wa ulimwengu huu pamoja na visanga vyake vyote hana kitu kwako kama unaamini, kwa sababu Biblia inasema nimelijenga kanisa langu, namna ambavyo amelijenga kanisa lake, wala malango ya kuzimu haiwezi. Bwana apewe sifa. Daudi anasema ya kwamba wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni ambao wakaa milele hautikisiki. Haimaanishi vya kukutikisa haviji, vinakuja lakini wewe umekaa. Bwana asifiwe. MTBC, haleluya, haleluya. Sasa jambo la kwanza ambalo Roho Mtakatifu amenipa, yako mambo mengi ambayo yanaweza kutusaidia sisi kama Wakristo kuishi maisha ya ushindi. Lakini jambo la kwanza ambalo Mungu amenipa ni jua vile Mungu anakupenda. Jua vile Mungu anakupenda. Devil is a liar, a big liar. Shetani ni muongo. Na si muongo, bali ni baba wa huo uongo. Moja kati ya silaha ambayo adui anaitumia ni silaha ya kutudanganya. Huwa nawaambia watu kanisani kwangu kitu kimoja. One of the thing ambacho najifunza kwa shetani mimi. Najifunza namna ambavyo ameshindwa, lakini akija kwenye maisha ya mtu haji kama aliyeshindwa. Yaani yeye ameshindwa na hukumu yake imeshatoka ya kwamba hukumu yake ni jehanamu ya moto, lakini akija kwenye maisha yako anakuonyesha ya kwamba ukinisujudia na uwezo wa kukupa ulimwengu mzima, ya kwamba ukifanya hiki naweza kufanya hiki. Lakini shetani ameshindwa miaka 2000 iliyopita. Lakini ili wewe uweze kushinda katika hii dunia, lazima ujue ya kwamba Mungu amekupenda kwa kiwango cha kumtoa mwanae wa pekee. Ya kwamba haijalishi utapita wapi, haijalishi utapita kwenye moto, haijalishi utapita katika maji mengi, haina tafsiri ya kama Mungu hakupendi. Ukishaanza kumwekea Mungu maswali, ni umeanza kushindwa. Umeanza kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura ya 5 na mstari wa 8. Naomba tusome 1, 2, 3. Warumi sura ya 8 na mstari wa 37. Kwa nani? Tusome mstari wa 32. Nisikilize mtu wa Mungu. Biblia inavyosema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu. Akupenda mboga za majani, akupenda bahari, alikupenda wewe. Mungu anakupenda kwa kiwango cha kumtoa mwanae. Na kwenye Yohana 3:16 Mungu alikuwa na mwana wa pekee. Lakini tunapozungumza sasa hivi Mungu hana mwana wa pekee. Tunapozungumza sasa hivi Mungu ana watoto wengi, na wewe ni mtoto wa Mungu. Haleluya, haleluya. Nisikilize, unapokwenda dukani kununua haya maji, labda nauza shilingi 1000. Kwa kama nitanunua haya maji kwa 1000, ina maana 1000 ina thamani sawa sawa na haya maji. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba tumenunuliwa. Sisi tumenunuliwa. Biblia inasema tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Kama iligharimu Yesu afe ndio mimi Winnie ninunuliwe, ina maana katika macho ya mbingu mimi na thamani sawa na mtoto wake alikuwa wa pekee. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie, ili uweze kumchanganya adui, usisahau kuwa Mungu anakupenda. Usiruhusu hali yoyote ikakupa tafsiri ya kwamba Mungu hakupendi. Kuna wakati inatakiwa uamke useme ya kwamba haijalishi napita wapi, nimeamka tena mtu anayependa
Bwana. Yule mtu anayependwa na Bwana ameingia tena kuabudu. Yule mtu anayependwa na Bwana amekuja tena kusujudu. Hautakiwi umpe nafasi adui. Haleluya. Nasema haleluya. Mtumishi wa Mungu Ayubu alipitia mambo mengi sana, lakini alikuwa na kauli moja ya kibabe kwenye Ayubu sura ya 19 na mstari wa 25. Anasema mimi najua kitu kimoja, ya kwamba mtetezi wangu yuko hai, na atasimama juu ya nchi. Na Ayubu alichokisema ndicho ambacho kilitokea, kwa sababu Ayubu alipita kila kona ya matatizo, lakini bado alijua, alikuwa na uhakika Mungu anampenda. Ukisahau Mungu anakupenda, ukisahau, usipojua Mungu anakupenda kiasi gani, unaanza kukata tamaa, unaanza kudidimia. Mambo ambayo unayaweza anaanza kukuweza. Ukiruhusu mazingira yaseme, mazingira yatasema, atakukalisha. Lakini ukiruhusu upendo wa Mungu useme, kuna wakati tunaangalia tunamwambia Mungu, mimi naambiaga Mungu, hivi mtu anajitupa hivi, hajawahi kusikia figo likatoboka baada ya mtu kujitupa kitandani? Kuna mambo Mungu anafanya, we can't mention. Hatuwezi kununua. Tungekuwa tunanunua pumzi kama lugu, kuna wengine mngekuwa mmeshakatikiwa saa nyingi. Mngekatikiwa saa nyingi. Lakini can you imagine Mungu anavyotupenda hivi? Hakuna hata kitu kimoja kinachoweza kukupata kikaleta tafsiri ya kama Mungu hakupendi. Kuto kujua vizuri. Ndio maana Paulo akasema, ujue mapana, kina wa huu upendo wa Mungu kwa maisha yako. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya, haleluya. Utaandika Ayubu 19 na mstari wa 25. Lakini utaandika Daniel sura ya 3 na mstari wa 18. Nataka tusome Daniel sura ya 3 na mstari wa 18. Hao vijana walikuwa wanajua Mungu anawapenda, na hawakupita kwenye youth conference, hawakupita kwenye tukuza, hawakupita kwenye chochote. Lakini walikuwa wanajua tu Mungu anawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi kwamba panaandaliwa moto unachochewa, sio moto wa kiroho. Unajua kuna ile fire za kiroho. Moto. Moto kama moto. Na umechochewa vizuri. Mara 7 umechochewa vizuri. Lakini hao majamaa wanamjibu huyu mfalme jibu simple. Naomba tusome. Yani wanamjua Mungu wao. Wanajua Mungu anavyowapenda. Yani hapo kwa ufupi wanasema, yani kama hakutuokoa tukaingia kwenye huo moto, itakuwa ni mapenzi yake. Wana amani kwa sababu wanajua Mungu anavyowapenda. Hallelujah. So number 1, ili uweze kuishi kwa ushindi chini ya hili jua, lazima ujue Mungu anakupenda. Na nataka nikwambie Mungu anakupenda sana. Kama Mungu angekuwa akupende, nataka nikwambie hivyo ulivyo usingekuwa hivyo. Penzi la Mungu limekuzunguka, ni wewe kufungua macho. Haleluya, haleluya. Jambo la pili, ili uweze kuishi maisha ya ushindi hapa chini ya jua, usisahau Mungu alipokutoa. Don't forget. Kuna msemo unasema ukisahau ulipotoka, huwezi kufika unapotaka kwenda. Kujua tu Mungu amekutoa wapi, hiyo ni energy ya ajabu sana. Ukitaka kupata nguvu ya leo, siku ukihisi umeishiwa nguvu kabisa, siku ukihisi kama una vita kila kona. Unajua Ayubu alikuwa na vita kila kona. Wewe una maadui. Ayubu alikuwa na maadui kila kona. Alafu maadui zake walikuwa na nguvu, wengine wanataka kumuua. Kina Sauli kwa ni wafalme. So siku ukaona ya kwamba kila kitu kama kinakuzomea, kumbuka Mungu alipokutoa. Kumbuka. Ukikaa kwenye kiti ukakumbuka Mungu alipokutoa, utatoka na nguvu, utatoka na shukurani. Hautaona ya kwamba kilicho mbele yako ni kikubwa kuliko Mungu wako. Haleluya. Nasema haleluya. Utaandika Samueli wa kwanza sura ya 17 na mstari wa 36. Daudi kabla hajamuua Goliathi alijikumbusha ya kwamba kuna Mungu alinisaidia nikaua dubu.
akajikumbusha kwamba kuna Mungu alinisaidia nikaua simba. Alikumbuka kama sikufa kwa dubu, kama sikufa kwa simba, na huyu Goliathi, the same God, Mungu yule atanisaidia, nitashinda. Mimi na tendency ya kumwambiaga adui, haijalishi mangapi bado, lakini hata sasa Mungu amenisaidia. Yaani ondoa uongo wako hapa, sio mahali pake. Mungu amenisaidia. Kama maisha yangu angekuwa na sauti, angesema mimi nikakaa kimya, ya kwamba Mungu anajua kuwasaidia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau Mungu alipokutoa. Unapokumbuka Mungu alipokutoa, ni sawa sawa unaijaza gari yako full tank. Ni sawa sawa unaifanyia gari yako service. Kwa sababu utakapokumbuka Mungu alipokutoa, kuna namna ambavyo hautaomba uchungu uondoke, ila utaondoka kwa sababu ya nguvu ya shukrani. Kwa sababu kuna namna shukrani itazaliwa ndani ya vilindi vya moyo wako. Na kile kilichosimama mbele yako kama mlima kitayayuka bila chochote, bila kusemesha, utayayuka. Kwa sababu moyo wako unaanza kuona wema. Moyo wako unaanza kuona fadhili. Moyo wako unaanza kuona ni Mungu aliyeniokoa, aliyenitoa katika giza. Nilifanya nini? Nilikuwa na vigezo gani vya kuniokoa? Bwana apewe sifa. Zaburi 103 na mstari wa kwanza. Zaburi 103 na mstari wa kwanza. Tutasoma mpaka mstari wa 5. Daudi alikuwa na vita nyingi sana, lakini aliweza kupata muda wa kumwambia Mungu asante. Aliweza kupata muda ambao alikuwa anaiambia nafsi ilivyo yenyewe. Nafsi ina kaubinafsi. Nafsi inataka ikitoka chuo ipate kazi, ikitopata kazi ipate ndoa, ipate watoto. Haitakaa irudi nyuma kushukuru. Yenyewe kila siku, hata ukipata gari hili ungepata na jingine. Haiwezi kukwambia tulia tukae chini tumshukuru Mungu. Daudi akasema na nafsi yake. Naomba tusome kanisa zima. Paka mstari wa 5. Tumefika mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Usicheze na mtu ambaye hasahau Mungu alipomtoa. Hashindwi vita yoyote. Kwa sababu muda wote moyo wake, mbingu ziko hapo zinapanda kushuka. Muda wote yuko full charge. Habebi uchungu, habebi ghadhabu, habebi chochote, kwa sababu kila akikumbuka Mungu alipomtoa, moyo wake unafurika machozi ya shukrani. Usisahau Mungu alipokutoa. Kuna wakati usisubirie praise and worship. Usisubirie magita. Kuna wakati unaweza ukakaa tu wewe mwenyewe chumbani kwako, ukawasha hata simu yako ama chochote kinachotoa sauti, ukaanza kumwambia Mungu, naweza kuonekana kama nimesahau, lakini Mungu niko hapa kukuambia sijasahau hata kitu kimoja. Sijasahau uliponitoa. Sijasahau maisha yangu. Sijasahau ulivyoniokoa. Sijasahau ulivyoniponya. Daudi alisema na yeye, hakusema na kanisa ya kwamba kanisa mshukuru Mungu. Alisema na yeye ya kwamba Daudi usisahau, ulikuwa unachunga kondoo. Ni Mungu Daudi aliyekukatisha ukawa mfalme, si baba yako, si mama yako. Daudi hata watu wakupigia makofi. Usisahau. Usisahau ulipotolewa na Bwana. Ni yeye aliyekutakasa. Na ndio maana siku moja Daudi, wakati sanduku la agano linaingia, mke wake yule Milka akawa anachungulia na mwana Daudi anacheza anajifunua. Akasema mwanaume gani anajifunua mbele ya vijakazi? Lakini Daudi hakuwa anajifunua mbele ya vijakazi. Daudi alikuwa hajasahau Mungu alipomtoa. Daudi anajua ninaishi kwa ajili ya Mungu. Siwezi kuleta maigizo. Siwezi kuigiza mbele zenu kwa sababu hamjui Bwana aliponitoa.
alipomtoa. Mtu ambaye asahau Mungu alipomtoa ni mtu ambaye anatembea kwenye promotion za kiungu. Uje wakati wa kumshukuru Mungu sio wakati wa kuleta sanaa. Sio wakati wa kuleta ustaarabu. Mimi nashindwa kujizuia. Natamani kuwa mstaarabu sana. Natamani na mimi nisimame. Natamani kuwa mstaarabu. Nashindwa. Mimi sijui nyimbo hata moja nimeimba leo hapa. Lakini namjua Mungu. Nyimbo zote ni mpya. Nasisikia hapa. Lakini Mungu namjua. Maneno yao anaposema anasema kwenye moyo wangu. Yanaimbwa kwenye moyo wangu. Nilitamani nipige nigaragara hivi. Lakini nikajishikilia hapo chini. Ukisahau Mungu alipokutoa ni hatari. Huwezi kushinda yaliyo mbele yako. Huwezi kushinda. Ukitaka kuona unatembea kwenye maisha ya ushindi, kila siku una ibada yako ya praise and worship. Kila siku una ibada yako ya praise and worship. Ikija siku mtu anasema tumshukuru Mungu, wewe unakuta ushapotea. Wewe kumshukuru Mungu sio kitu cha kusokomezwa. Labda watu wakupe mic uelezee. Haleluya. Mungu ametusaidia sana. Mungu ametukumbatia sana. Mungu ametusitiri sana. Anashangaa watu waliowasaidia wanakuja kumuomba wamesahau kushukuru. Mungu anakuponya ndani ya mwezi mmoja umesahau kabisa. Mungu anafanya vitu vikubwa lakini ndani ya muda mfupi umesahau kabisa. Unaanza tena kulaumu. Wana wa Israeli walikuwa wametoka Misri, walikuwa wanasahau. Mimi nikajiuliza, bahari pasuke mimi wini nisahau? Mimi wini nisahau bahari pasuke? Ni ngumu. Lakini watu waliimba sifa walipotoka tu ya baharini pale, kidogo sifa. Baada ya hapo lawama. Wanaanza kuleta uswahili. Eti umetuleta huku Musa hakuna makaburi. Makaburi nao ni kitu cha maana. Yaani makaburi ni kitu cha mimi kukaa kudiscuss. Ya kwamba hakuna makaburi. Ukisahau utajikuta unaishi vibaya sana. Hawa kuingia Kanaani. Si kama Mungu ni muongo, wale watu walikuwa wasaulifu. Jamani, wanakaa kidogo wanakumbuka pilau. Kwa sababu kitunguu saumu maana yake nini? Sio wali. Kukumbuka kitunguu saumu ina maana mtu amekumbuka pilau. Yana amekumbuka na kachumbari na matango. Wanaenda mbele ya Musa, mtu anataka kuongea na Mungu. Wanaanza kumpelekea biashara za pilau na kachumbari. Mungu anasema, Mungu wangu. Musa anaenda kwa Mungu, Mungu anamwambia watu wako wametengeneza watu wako. Yaani Musa anamwambia, Mungu anamwambia Musa watu wako. Famchezo na ile taifa lilotoka Misri. Wanasahau. Lakini unaweza ukasoma wale ukafikia wanasahau. Sisi wasaulifu. Likitokea jambo moja, tunasahau. Mimi kuna wakati naambia Mungu, mimi kuwa mzima tu, acha nigelegale. Hata kama sina chakula, uzima. Mimi nainua mkono hivi. Kuna mtu anafanyisha mazoezi ya kuinua. Mimi kuwa nafanya hivi. Mimi acha nifie madhabahuni, acha nipotelee kwa Yesu. Yaani hiyo tu inanifaa, nishukuru, inanitosha. Kwa sababu kuna watu wana magari lakini wanaingizwa na wanatolewa. Kuna watu wanaanuliwa uwani na wanapelekwa uwani kupigwa na jua. Alafu umekaa tu, Mungu sina ubwabwa, sina pilau, Mungu sina sijali. Usisahau Mungu alipokutoa. Kuna vitu hujawahi kumwomba Mungu, Mungu amefanya kwako. Don't forget. Yaani usisahau, kati ya watu ambao hawataki kumlaumu Mungu ni wewe. Yaani Mungu anastahili kushukuriwa tu. Yaani ukifika kwa Mungu kiinua mikono ni kushukuru. Siku moja mtu mmoja alitoa shukrani pale kanisani. Hivi tu karibuni. Akasema mimi ukiniona nimepiga magoti pale mbele, unamwambia mume wangu, niko mimi najua tunaabudu wote, tunapeka shukrani. Kumbe unapeka maombi wakati wa kusifu na kuabudu. Mimi ndio maana kwenye kusifu na kuabudu sipendi tunakuabudu. Nina.
tunachanganyana sana. Wengine wanakuwa ni uchungu. Mimi nimekuja kushukuru. Mimi nasema ninakuabudu. Kumbe mtu, baba mume wangu mpe kazi. Baba mume wangu mtoe kwa yule mwanamke. Yesu wewe. Mimi naomba praise please concentrate. Achana nayo. Ni mimi nimekuja. Kila mtu anaweza kuwa na biashara yake. Haleluya, nisiwafundishe ubinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu napokaribia kumaliza, ambalo linaweza kukupa maisha ya ushindi, kuwa sababu ya mtu mmoja kuja kwa Yesu. Leta watu kwa Yesu. Hiyo ndo ajira yangu number 1. Nimeajiriwa full time minister. Kuwaleta na wakae. Hakuna kitu napenda kama kuhubiri nje. Hii ndani napenda. Hii nimelazimishwa. Lakini nje ndio ulikuwa uwanja wangu wa kuwaleta watu kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uwezi kuelewa namna ambavyo ukimleta mtu mmoja kwa Yesu, wewe unashindaje vita. Nataka tufungue pamoja kitabu cha Efeso sura ya 6 na mstari wa 11. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hapo juu anasema kushindana kwetu. Lakini mstari wa 11 anasema vaeni silaha ngapi? Za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Na moja kati ya silaha za Mungu, tusome mstari wa 13 mpaka 15. Tusome 1 2 3. Sawa. Yes. Sawa. Kweli, haki. Anaanza kuzitaja silaha. Sawa. Basi simameni, tusome. Silaha 2. Silaha nyingine. Hii ni silaha. Bwana Yesu asifiwe. So Bible inasema na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Kwa hiyo mtu anayebeba injili ya amani. Sasa kuna injili sio ya amani. Nakumbuka kuna watu wameokoka kwa sababu wanaogopa kuchomwa moto. Lakini Bible inasema na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Kwa hiyo kama unaweza ukavaa silaha ya kweli, ukavaa silaha ya haki, lakini lazima uvae silaha ambayo inaitwa utayari wa kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie mtu anayeeneza habari za Kristo sio mtu mdogo. Siongelei kusimama tu hapa kuhubiri, lakini kumtoa mtu mmoja ukamhamisha ukakaa mahali pa Kristo, ukamtoa gizani ukamuingiza katika ufalme wa nuru. Nataka nikwambie kuna mambo utaomba mbingu itafanya. Kuna mambo utaomba. Niliwaambia watu hamjaniita bado bishop. Mtaita majina yote na hubiri injili mtaani. Ninawafuata watu kwenye kushuhudia nipo. Lakini sio mpaka tuwe sasa tunaenda kushuhudia. Kuna mtu tu unakaa naye hivi, unasikia kumwambia habari za Yesu. Nataka niwaambie hakuna mtu ambaye amhitaji Yesu. Watu wanateseka. Nyie watu wanateseka. Msiwaone watu wanaonekana vizuri. Watu wana mahangaiko. Watu wameshaenda kwa waganga wamechoka. Watu wa saizi ni kujiua tu. Saizi ni kujimaliza tu. Watu wanamhitaji Yesu. Wewe ukiwa sababu ya mtu mmoja kutoka kwenye mateso, mbingu haiwezi kuangalia maisha yako kawaida. Nisikilize nikwambie. Kabla ya Yesu kwenda msalabani, watu walikuwa wanavaa nguo nzuri za papo. Watu walikuwa na maisha, watu walikuwa na mamali. Lakini muujiza mkubwa wa mtu si kupata chochote, ni kumpata Yesu. Muujiza wa maana ni kumpata Yesu. Haleluya.
ukisoma Luka sura ya 15 na mstari wa 7, kazi ya kuwaleta watu kwa Yesu ni kazi ya kila mmoja. Mimi sasa hivi nikienda Shell kisha kioo tunaomba Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu wa Shell kabla hajaniuza unaweka mafuta shilingi ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kwanza nimtikise. Kuna salamu ile ukija Yesu anatikisika. So sasa hizi za nini? Mbona wenzetu wao wanakuwahi tu na salamu, wanakuwasha. Hawajui unajua kuitikia, hujui kuitikia. Wanakubamiza na salamu yao. Na mimi siku hizi nikuta sehemu natakuwa nipite, mlinzi sijui anifanya Bwana Yesu asifiwe. Haniulizi mara mbili, pita. Unaanza na salamu zako za Kiswahili shikamoo. Maana yake nini? Uko chini ya miguu yako. Mpe mtu salamu ya uzima. Unapata ground ya kuanza kupeleka injili. Kupeleka injili sio mpaka ufungue Mathayo, Yona, sijui Yona akadumbukia sijui akafanyaje, hapana. Unaweza usio unaelewa vitu vyote hivyo. Unaweza tu kumwambia Mungu, ukakaa na mtu kumwambia yani Mungu aliponitoa. Alikutoa wapi? Yani kama sio huyo Yesu. Kwani Yesu alikufanya yani mimi nisingekuwa hapa. Tayari. Yeye mwenyewe anaanza swali baada ya swali, swali baada ya swali, unampata mtu wako mmoja. Aya. Biblia inasema katika Luka 15 mstari wa 5. Anasema nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mtu mmoja kununua gari kuliko kumbe ukinunua gari mbingu haishtuki. Kuolewa, kuoa. Biblia inasema nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja, sio 100, atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. So Biblia inasema ya kwamba mtu mmoja akitubu, mbingu inajaa furaha. So mimi Winnie nikimshuhudia mtu mmoja akageuka akaja kwa Kristo, mbingu inajaa furaha. Lazima mbingu iangalie ya kwamba sababu ya huyo mtu kutubu nyuma yake kuna nani, na wakija nyuma yake wananikuta mimi hapa. Nataka nikwambie, hauwezi kuipa mbingu furaha alafu maisha yako yakawa ya kung'ang'ana, maisha yako yakawa ya mateso, maisha yako yakawa magumu. Nisikilize, unapomleta mtu mmoja kwa Yesu, unaishiriki kazi ya msalabani. Yesu anamtaka mtu mmoja, Yesu anaitaka nafsi moja. Unapokuwa sababu ya mama mmoja kuokoka, ya baba mmoja kuokoka, unaanza kuishi furaha ya mbingu duniani. Unajua kuna vitu sio mpaka ufunge, unaiprovoke mbingu tu kwamba kila wiki na mtu mmoja anaokoka. Kila wiki, usianze mbali. Kila wiki mtu mmoja. Mimi niwahi kuajiriwa nikafanya kazi ya targets. Kazi ya targets yenyewe, ni lazima target ifikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi naelewa kujiwekea target ya watu kuokoka, ya kwamba hapa sisi tuseme tu basi kwa mwaka sisi hapa wote tukiacha mtu mmoja mmoja tunavunja kanisa. Hatuwezi kutosha. Kuna vitu ambavyo unaishi kwa ajili yako sana. Kwa ajili yako sana. Sikiliza. Gari na vitu vyote, sijui nyumba nzuri, maisha mazuri, yote ni sawa na mtu anayekwenda kuajiriwa. For the first time naingia kuajiriwa, naingia tu tap, nilipewa laptop mpya. Sawa? Na nikapewa na vitu vingine. Lakini kwa sababu nimeingia kwenye ile ajira. Lakini kuna kazi ukiingia upewe chochote. Kuna kazi nyingine ukiingia unapewa laptop, unapewa na gari, unapewa na dereva, unapewa na kila kitu. Nisikilize, vitu vyote vya duniani hakuna mahali tunaenda navyo. Umeelewa sawa sawa? Vitu vyote vya duniani tunapewa kutokana na misheni ulionayo duniani. Wewe leo milioni 500 ya nini? Unataka kumwacha Yesu? Unajua Yesu wakati uko duniani alipohitaji boti ikaja. Yaani huwezi kurundikiwa leo una magari 3, una nyumba 9, una vitu wewe unafanya nini? Unafanya nini duniani?
Sijui kama kuna mtu amenielewa. So kuna wakati inabidi uingie kwenye kazi ambayo mbingu itajua ya kwamba hii kazi unatakiwa uwe na prado, kwa sababu unazunguka nchi nzima. Mimi nazungukaga sana. So niko na kagari fulani hivi, afu natembea nako wako. Lakini nikamwambia Mungu, najua nitaendesha gari zaidi ya hii kwa sababu ya mission. Umeelewa sawa sawa? Kwa vitu vyote ambavyo Mungu anatupa ni kwa sababu tufanye kazi yake kwenye comfortability kidogo jamani. Hizi siwenza Yohana Mbatizaji za kula nili kama na maji. Bwana Yesu asifiwe. Hebu msukume jirani yako muulize kama ameelewa kile ambacho unakifanya. Sio unakaa tu kwa Mungu, baba nipe, baba nipe, baba nipe. Unajua kuna mtu anaolewa akiwa na miaka 2, mwingine 3, mwingine 4, kutokana na assignment yake inahitaji mke saa ngapi, na assignment yake inahitaji mume saa ngapi. Kwa lazima ujue ya kwamba mtu wa Mungu, kuleta watu kwa Kristo ni jambo la raha. Kuna wakati una huzuni kabisa, uweze kuomba, toka nje mwambie mtu mmoja habari za Yesu. Ongoza mtu mmoja sala ya toba. Alafu mbingu ikiwa na raha, unaanza kuona unapata raha na wewe. Haleluya, haleluya. Jambo jingine, unapoleta watu kwa Yesu, unaomba lolote. Yohana 15:16 mpaka 17. Nipo kwenye jambo la tatu lake. Nimesema unapoleta watu kwa Yesu ni moja ya silaha ya vita. Lakini jingine unaipa mbingu raha. Lakini jambo la 3, unapoleta watu kwa Kristo, unaomba lolote. Mstari huo tu wa 16 unatosha. 1 2 tusome kanisa la Bwana. Sasa mpendwa anapotoka akiwa anaomba, anakuja. Biblia imesema kwamba tuombe lolote kwa Baba kwa jina lake atatupa. Biblia haijasema hivyo. Yaani Mungu hawezi kufanya kitu cha wepesi kiasi hicho. Yaani huwezi kuruka ukasema kwamba Biblia imesema tuombe lolote. Imesema tuzae matunda. Alafu matunda yakae. Yakikaa unaomba lolote. Sasa unaweza ukasema ya kwamba mimi naongea hapa kwa sababu ni mchungaji. Kama kuna wakati nilileta watu kwa Kristo ni wakati ambao sio mchungaji. Nakumbuka nilipomaliza chuo, nilikodi nyumba nzima. Nilikuwa nasikia kusukumwa kuliko kusukumwa, yani neno msukumo. Nilikodi nyumba nzima kwa ajili ya kuwafundisha watu neno la Mungu ambao wataenda kusali kanisa lolote wanalotaka. Ilikuwa mtu akiokoka anamwambia kasali pale, mtu yuko anambia kasali pale. Sio lazima uje kasali kwangu. Yaani kwamba kasali huku, kasali hapa, kasali hapa. Siku naanza kanisa mimi, washirika wangu wote walikuja. Sema amen. Wewe sikujua baba mchungaji asubuhi ijayo, leta watu kwa Kristo. Nilikuwa na watu ambao nikisha kuongoza sala ya toba, nilikuwa nafundisha kama mwalimu wa tuition. Nafundisha siku nzima, naamka, naoga, namaliza, na kapo sebleni. Alafu naanza kufundisha mmoja baada ya mwingine. Leo kuna watu ambao nimewashuhudia mwenyewe nimewashuhudia nikaongoza sala ya toba, leo ni wachungaji. Mimi ndo nafiti hapa. Unavyoniangalia vibaya. Sasa pastor anajipendelea. Hapana. Yaani mimi nikiwaangaliaga wale watu wangu ambao niliwashuhudia, walikuwa walevi, hawajui hata ya Kristo. Walikuwa wote duniani hawajui hata ya Kristo. Leo akisimama kusema habari za Kristo, mimi nakaa chini napokea. Hapo unasema omba lolote. So unatoka ulipotoka unabuuza moksimo. Mungu amesema tuombe lolote. Mungu amesema tuombe lolote. Amesema kwa nani? Mwambie jirani yako, naichukua jukumu la kuleta watu kwa Kristo kama ajira yangu ya pili. Nisikilize, umuhimu wa nafsi ni mkubwa sana. Mbingu inaangalia nafsi za watu. Wewe unaweza ukasema ni bora tuwe wawili hapa kanisani tuende mbinguni. Ila Yesu kauli hawezi kuisema.
Yani anataka huyo mtu mmoja aje. Haleluya. Nasema haleluya. Marko sura ya 8 na mstari 36. Yasema itamfaa nini mtu kupata ulimwengu mzima akapoteza nafsi? Nafsi is very important. Very important. Ukisoma Luka 16 na mstari wa 22 mpaka 29. Abraham pale, Lazaro pamoja na yule tajiri wanafanya mazungumzo. Tajiri anamwambia Lazaro na Abraham, basi mwatume watu waende duniani, watoke kuzimu, waende duniani, wakaambie ndugu zangu habari za Kristo. Sitaki ndugu zangu wafike huku. Abraham anawaambia, wasiposikiliza Musa na nani? Unaosoma Biblia ya manabii, basi wanakuwa tusikilize sisi. Hivi unajua kuokoka hata toke mtu kuzimu tunakataa. Zamani kwa na injili za kutoka kuzimu nyingi. Na watu waliokoka wala mama wakikorewa kwa katika kichwa hivi, wametoka kuzimu. Nimeona sijui nini. Wangapi wanakumbuka? Moshi haikufika. Baba anasema hata akitoka mtu kuzimu anaweza asisikilizwe. Sisi hapa tutasikilizwa. Mwambie mtu habari za Kristo. Swala ya yeye kuokoka ni kazi, ni ile conversion ya Roho Mtakatifu. Maana Biblia inasema kila anayekuja kwa Mungu anavutwa na yeye. Nafsi ya mtu ni gharama. Kuna watu wanaitwa Sifan. Sijui kama huko mwae kufika. Mikutano ile ya wazungu basi. Mikutano ya wazungu. Ile mikutano inagharimu. Wanakuja hapa sio mradi wa kitu chochote. Ni mradi wa nafsi. Wale wazungu wanakuja hapa ni mradi wa nafsi za watu. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha mhubiri mmoja wa Injili, akasema akija Afrika, moja ya kazi ngumu anaipata kwenye mikutano ni nani akae mbele. Hujanielewa? Yaani wao wamekuja kuvuna nafsi na zikae kanisani kwetu, ila anasema wanaogombania kukaa pale mbele mpaka jukwaa. Mpaka kuna wakati nasema mimi nitoke niwaache. People wapo kwa ajili ya wao tu waonekane, watu tu waonekane. Lakini wao wametoka, hawaja kwa ajili ya show off. Wamekuja si tu mtu apone. Mtu apone mguu lakini ampokee Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Kenneth Copeland. Nilikuwa namwangalia, ni mtu mzima, sasa hivi nafikiri na miaka 88, anahubiri Injili. Amesema atakufa akiwa na miaka 120 kama sijakosea. Na ametangaza muda wake wa kufa. Unavyotoa macho, kuna watu wanatembea na Mungu. Yeye ndo anaifadhili huduma ya Sifan. Kumbuka mikutano ya wazungu hainaga sadaka. Nilikuwa namsikiliza yule mrithi wa Reinhard Bonke, anaitwa Daniel Kolenda. Anasema ya kwamba ana acknowledge ya kwamba sadaka kubwa inayosapoti mkutano wa Injili inatoka kwa Copeland. Copeland anahubiri Injili mpaka sasa hivi ninavyokuambia. Ana miaka 88. Na amesema kwamba si kwamba nataka niishi miaka 120 kwa ajili yoyote. Nitaishi miaka 120, mwaka wa 120 ndio nimeshika mic na hubiri. Ana hela. Wewe una parking yako, yeye ana airport yake. Wewe una gari lako sio nini, yeye ana jet zake. Kwa ufupi anaishi maisha ila anamuishia Mungu kuliko maelezo. Yeye anaweza asiende akapita kote, sio assignment yake kupita kote kuhubiri Injili, ila hela yake nyingi inaingia kwenye Injili. Kuna vitu walokole si mpaka upewe sijui maji sijui kitu gani sijui. No, kuna vitu unatakiwa tu ukae kwenye formula, kanuni. Kanuni ipe mbingu raha. Alafu mbingu ikuonyeshe. Kuna mtu mmoja miaka ya zamani kabisa nilikuwa namsoma, anaitwa John Knox. Alikuwa yuko Scotland. Yeye alikuwa anafunga na kuomba sio apate mke. Alikuwa anasifika na kwa maombi yake, alikuwa anamwambia Mungu, give me Scotland or I die. Yaani mtu tu kama yuko Moshi kama hapa anamwambia Mungu, Moshi isipookoka naomba nife. Watu walikuwa wanapumua kama sisi. Sasa ukishaomba unamuomba Mungu nafsi. Can you imagine?
Unaambia Mungu, nataka huu mji uokoke. Leo prayer point yangu na machozi, Baba iokoe Moshi. Ila usiseme ufe. Sijui ukaiga maombi ya watu sio yajua. Haleluya. Sikiliza, Ukristo sio kuishi kwa ajili yako mimi, Baba mimi, tazama mimi, niangalie mimi. Kuna wakati tu unakaa mahali pa kukua na wakisha wengine wanaingia kwa Kristo, alafu unaanza kushangaa mbingu ikianza kushughulika na maisha yako. Mbingu tunashughulika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Bado una furaha na bado una amani. Bado una furaha na bado una amani. Nataka niongee jambo la mwisho. Mambo yako mengi. Lakini mambo machache ambayo nimeyaona yakiachilia ushindi. Jambo la 4 ni kuishi kanuni ya heshima. Kuishi kanuni ya kuheshimu. Jaribu kwa Kiswahili vizuri. Warumi sura 13 na mstari wa 7 tutasoma hapo. Ila wewe ukiweza soma mstari wote. Ukitaka kuona unashindwa duniani hapa, ishi na watu wote sawa. Narudia. Ukitaka kuona unachemsha kuishi hapa duniani na dunia inakuwa mbaya kabisa, ishi na watu wote sawa. Yaani ya kwamba hapana bwana, mimi naitwa Roho Mtakatifu wote. Hata kama ni kiongozi wa wanawake hamna bwana, wote tuna Mungu. Tateseka. Fika ofisini, kwanza bosi mwenyewe nimempita elimu, sio, utateseka. Nataka nikwambie kanuni ya kuheshimu ni kanuni ambayo tumepewa na Mungu mwenyewe. Na hizi kanuni ni kanuni ambazo ni kama hazipo kiroho, ila ni kanuni ambazo ni za kiroho na zimetutoa. Warumi sura ya 17 na mstari wa 7 naomba tusome. Asante, naomba tusome kwa sauti kubwa. Astahili heshima. Kuna watu kumbe wanastahili hadi hofu. Kodi. Hofu. Heshima. Ukitaka kuishi kwa wepesi, anastahili heshima, mpe heshima. It is biblical. Mtu anastahili heshima, usipompa heshima, utaishi wakati mgumu sana. Na wokovu wako, Bible inasema, naka tuandike Mithali 3:9-10. Naomba kuanzia sasa hivi nikiwezekana nisisome sana. Utaandika Mathayo 15:8, Yohana 5:23, Mithali 3:9-10. Narudia. Mithali 3:9-10, Mathayo sura ya 15 na mstari wa 8, Yohana sura ya 5 na mstari wa 23. Wa kwanza kuheshimiwa ni Mungu. Na kuheshimu si tunakuheshimu Baba, tunakuheshimu. Baba anasema watu hawa wanakaribia kwa midomo, mioyo iko mbali. Heshima si nyimbo tu. Nyimbo zipo, lakini kumheshimu Mungu, Baba inaenda mbali. Inasema mheshimu Bwana kwa mali zako. Mheshimu Mungu, mheshimu. Mimi nikiangalia gawa watu hawa wanaovaa vikofia, wanaheshima ambao sisi wa Kristo tungekuwa nao, tuko mbali. Kwanza wanaheshimu muda wa ibada. Labda huku Moshi si sana. Nimewahi kwenda kwenye duka la Mwarabu kununua kitu, muda wa ibada ake nifungia nje. Nikamwambia ni kidogo, tuko wawili, tuingie tu kidogo. Haraka akasema hapana, nisubirini. Tumemletea hela, nisubirini. Siku moja wanawake fulani walikuwa wameenda mkoa fulani kwa ajili ya kongamano. Walikuwa wameenda Dar. Muda wa kongamano ile lunch. Sasa wametoka mkoani huko. Kufika Dar akasema huu muda tukimbie Kariakoo tukafanya shopping kama Bwana aishivyo.
duka limefungwa na walimkuta anafunga na akawaambia sifungui. Wale wanawake warudi wanajuta. Tumeacha ibada, hatukuheshimu. Tumepanda mabasi mpaka Dar es Salaam, lakini tumechomoka kwenye kongamano tukaenda Kariakoo, tumekutana watu wanaheshimu ibada. Wametufungia nje, wamesema tuwasubiri mpaka watoe kusali. Ilikuwa imekaa vizuri mno. Ilikuwa imekaa vizuri mno. Wao wenyewe ndio kuja kushuhudia. Yaani mtu ndo aliniambia mimi kwamba leo tuchofanyiwa. Nikamwambia mmefanywaje? Akanielezea, nikamwambia lolote liwapate. Mheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiongea kwa habari ya kumheshimu Mungu, nitahitaji siku yote ya leo niongee kwa habari ya kumheshimu Mungu. Na mtu yote ambaye anamheshimu Mungu, Mungu kumheshimu anajua. Anajua. Unapomheshimu Mungu, kuna maisha unayaishi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yako makundi mengi yanaje heshima. Kundi jingine yanaje heshima ni wazazi. Wazazi. Kutoka 20:21, Waefeso 6:2-3. Wewe usije kaomba maombi, Mungu naomba niishi maisha marefu. Wewe heshimu wazazi wako. Na shikamoo sio heshima peke yake. Heshima ni zaidi ya hapo. Haleluya. Nasema haleluya. Unajua ukikuta mtu ambaye anaishi kanuni ya heshima, huwa anapataga sana kibali mioyoni mwa watu. Heshima kuna wakati huwa ninaitem kama fedha. Unaweza ukanunua kitu kwenye maisha ya mtu kwa kumheshimu. Kuna vitu mtu anaweza kukuambia kwa sababu tu umenunua kwa fedha inayoitwa heshima. Kuna nafasi mtu anaweza akakuweka kwa sababu tu umenunua na fedha inaitwa heshima. Na mtu ananielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. So wazazi wanahitaji heshima. Wawe wanakunywa wanavyokunywa, wanahitaji heshima. Unajua Mungu hairuhusu ukae hapo kwenye ulevi, uzaliwe hapo. Ana mapapasi yake. Ana makusudi yake. Ni wewe tu umekuwa unaona vitu hivyo hivyo. Heshimu wao. Mungu aliona nyumba zote za walokole. Zote akaziona. Akasema huyu atadumbukia hapa. Atazaliwa hapa. Aliona familia zote unazozipenda wewe. Kuzaliwa ulipozaliwa ni kusudi lake. Mimi nimemwambia watu kwenye conference. Mimi ndio nimeongoza wazazi wangu sala toba. Kila siku naenda nasikia waokoke hawa watu, waokoke. Sikio nikafika sasa leo kabla ya jambo lolote, shikamoo baba, shikamoo mama. Nikabadilisha sura. Nikaanza kuambia habari za Yesu. Na nikategemea mzee atakuwa wa kwanza kunifungia break. Mzee akasema, akamwambia mama, mtoto hajawahi kuja hivi, tuokoke. Mtoto hajawahi kuja hivi, tuokoke. Nilijishikilia, maana nilikuwa peke yangu. Nilijishikilia kucheka sasa. Nikaongoza sala toba pale, nikawekea mikono. Baada hapo tukaanza kupiga stori za maisha. Baada hapo nikaanza kuendelea kuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. I am a pastor, lakini wale wazazi wangu mimi nawaheshimu sana. Nawaheshimu sana. Kuheshimu pamoja na kuwatunza, kuwashirikisha katika mema yote. Sio majanga tu. Na mwingine umeshakuwa bado leo unachukua nyumbani, Mungu akutokee kwenye ndoto. Akusukume uanguke mpaka chini kitandani. Mizinga nyumbani wamekulea wazazi wa watu, umekuwa. Ukipata wewe unagawaga tu kwa watu wengine. Kwa wazazi unachukua. Utoboi. Utoboi. Anza kushare. Mimi nilianza kuwapa wazazi wangu 1500. Wa kimwili na wa kiroho. Niko very sensitive. Ndio sadaka yangu ilikuwa kubwa. Na nilikuwa siwezi kuitoa hivi, ilikuwa inabidi nibadilishe iwe voucher ili iwe kubwa. At that time. Kwa nilikuwa nibadilisha iwe voucher ya simu. Alafu ndo niwatumie. Kidogo pate kitu ambacho ni kikubwa. Lakini kaendelea kupanda, mazoezi, kupanda. Saa hizi. Nikutajie ama nikuache? Nikuache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So waheshimu, watunze. So mama kwanza kuvaa wigi kwenye harusi, mwisho siku anamzungushia kanga, wanabeba na wigi wanaondoka nalo. Tuanze kuvaa vizuri. Bwana apewe sifa. Haleluya. Naomba nisiongee sana, lakini
kanuni ya heshima kwa wazazi itakutoa. Wanaweza wakawa hawana baba katika jina la Yesu Kristo, tunakataa, tunaondoa, tunang'oa, akasema tu Mungu akubariki mwanangu, Mungu akubariki. Umetoboa. Kitu kingine cha kuheshimiwa ni ndoa. Waebrania sura ya 13 mstari wa 4. Ndoa inataka heshima, usipoheshimu itakupa danadana. Yaani vitu vinataka heshima vizingatiwe. Baba anasema ndoa na heshimiwe. Na watu wangapi? Watu wa kwanza kuheshimu ndoa ni wanandoa. Ndoa akwambia usipoheshimu wa kwanza wewe na mume wako. Baba katika jina la Yesu. Naomba tusome. Sawa? Haleluya. Kwa ndoa haitaki zinaa, haitaki uasherati, malazi haitaki machafu, pia Biblia imekataza, lakini ndoa inataka heshima. Heshima ya kwanza inatolewa na wanandoa wenyewe, wanaomiliki hiyo ndoa yenyewe. Ndio anaitoa heshima. Lakini watu wengine pia yani jifunze kuheshimu ndoa za watu ili Mungu naye akupe ya kwako. Sio unaparaparamia tu watu. Kaka Joni, kaka. Wanakupe ka hekima. Mume wa mtu. Haleluya. Haleluya. Geukia jirani yako muulize kama ameelewa. Lakini kundi jingine linalotaja heshima ni watumishi wa Mungu. Timotheo wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 17. Waheshimu watu wanaokuongoza kiroho. Ni zawadi kubwa sana. Mimi ni mchungaji kwa miaka tu 9. Being a pastor, it's a work and a half. It's a work and a half. Uwe mchungaji, alafu labda uwe mume, uwe mke, uwe mama wa watoto. Very tough. Na ukifanya hiyo kazi kwa kuugua ni mbaya zaidi. Biblia inasema wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu. Yaani sio heshima tu, maradufu. Hasa wao wajitabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Yaani hasa watu wanaokuambia neno la Mungu. Kwa sababu kufundisha lazima mtu ametabika ili apate one sermon. Somo moja ambalo mtu anajifunza ndani ya dakika 40 au lisali moja imemgharimu maisha. Labda kama aje kuambia tu Yohana akawa mwanafunzi wa Yesu akalala kifuani. Amen. Mungu abariki neno lake. Lakini anakuja kufundisha neno mpaka unaishi. Imemgharimu kila kitu. Imegharimu kuondoa kelele zote. Kuwa mchungaji sio kitu chepesi. Hawa watu wanahitaji heshima. Unajua kuna wakati unaweza ukawa unaheshimu wazazi wako, sawa? Ila baadaye ukaolewa ukawa na watoto, ukarudi kumwambia mama nakuheshimu. Mama umeniita? Sijakuita mwanangu. Mama nimegundua ya kwamba kuwa na mtoto mmoja mama. Kumbe mama ukulala. Sikujua. Kuna wakati watu mama ananisumbua, baba ananisumbua. Ngoja uwe baba. Ngoja uwe baba. Alafu ghafla unataka mama umekatika, maji yameisha, maji sasa hizi ni ya bili. Kila kitu cha bili, kila kitu kimekata. Afu muda wa ada umepita huo pa. Mimi nakwambia unakasirika. Unarudi kumheshimu baba yako na mama yako. Uishi miaka mingi yenye furaha katika nini? Katika nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna wakati niko mchungaji na heshimu sana wale watu pale mbele. Nafunga sana kinywa changu. Sana kadri niwezavyo. Kwa sababu kuwa pale na kumtumikia Mungu kwa miaka tu 10. Hii. Niliwahi kumfuata mama Ndegi nikamuuliza mama anastaafu lini? Nimeingia ofisini very serious face. Nataka nijue mama, kwa maana hii kazi nitafanya mpaka nitakuwa mtu mzima. Mimi nakwambia mamangu akikujibu, anakuangalia hivi kakujibu. Bonge la jicho lilikata. Nikawa nimeuliza ujinga, nikapeka story nyingine. Lakini kwa nimeenda serious. Ina maana mtu mmoja akaniambia, "Na wewe umeanza kuhubiri mapema." Sasa ningeanza lini?
Mama naomba likizo. Mimi nikienda likizo, mimi ndo naivuruga likizo nirudi kwenye lile kundi. Moyo. Yaani nataka kuishi kwa ajili ya wale watu tu, sijui ni kwa nini. Mimi niko Moshi siku 6 ni mwaka mmoja na miezi 6. Nawaambia ukweli, mwaka na miezi 6. Nimesacrifice, nimefunga kila kitu. Si tu nimemwacha mume na watoto wangu, nimeliacha kundi la Bwana. Nikitoka hapa ibada ya Kiingereza napiga simu kule, ibada ya Kiingereza imeendaje? Namaliza saa hizi vitu vimeendaje? Si umenielewa? Alafu unatoka tu unapotoka. Unajua mchungaji ni kama tu hajielewi. Yaani unalopoka tu, hata ujui gharama. Hata ujui. Tukupe kigango tu. Kigango tu. Kwa mtu mmoja tulianzia seli nyumbani kwake, amekufa mpaka leo hajafufuka. So unakosoa, okay fine. Seli iko nyumbani kwako. Kila wiki tu, kila wiki. Fa mchezo nini? Mtu mmoja aje akae. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kabla sijawa mchungaji nilikuwa nafanya huduma. Hata hapa MTBC nimekuja 2 times kabla sijawa pastor. So nilikuwa mchungaji, mmoja kati ya binti yangu ile mmoja Sara Toba akaniuliza, "Mama, umekuwa mchungaji utafundisha nini? Maana umetufundisha kila kitu." Sikumjibu. Ila nilikaa nikasema kama kweli. Niliwaza nikasema, inaoni kama kweli. Nitafundisha nini? Nimefundisha kila kitu mimi. Mimi nakwambia ni mwaka wa 10. Mwakani natimiza 10 years. Na ubirigi tu hata sijui na ubirigi natoka wapi. Mbingu yenyewe ndio ubiri. Roho Bwana mwenyewe ndio anahubiri ndani yangu. Haleluya. Lakini sio vitu vyepesi. Hawa watu wanahitaji kuheshimiwa. Biblia inasema wanahitaji heshima maradufu. Ninaposoma andiko langu la mwisho wa Thesalonike wa kwanza sura 5 na mstari wa 12. Heshimu watumishi wa Mungu. Waheshimu tu. Kama huwezi kuwasemea vizuri basi useme vibaya. Kaa kimya. Mimi nafahamika kwenye huduma yetu ya kwamba usiongee kitu na wini cha mtumishi wa Mungu. Jamani, watu wananiteleza, nateleza nikiingia tu kwenye kikundi hivi. Aidha kikae kimya au kiongee kitu kinachofaa. Na nimepona. Nimekuwa salama sana. Naogopeka ya kwamba usije wakaa na Pastor Winnie ukaanza kumzungumzia mtumishi wa Mungu. Pastor Winnie huyu anapeleka maneno kama yalivyo. Niko salama. Mimi niko salama kabisa. Hakuna mtu mwenye guts za kunalisha kikao na kumwanza kumwongelea mtumishi wa Mungu. Sijui mama kafanya. Baba katoemka. Sijui nini. Mimi niko zangu safe. Napiga zangu gospel. Na naenda, mimi naishi. Mimi moyo wangu sio takataka, sio jalala, sio dustbin. Pastor Ndege anasema. Mimi moyoni mwangu kunakaa neno la Mungu. Kwa sababu kilicho ndani yangu kinaweza kunisababisha nikatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kama siwezi kukaa kikao na mtu yote nikamsema mzee Moses. Ndivyo ambao siwezi kukaa kikao na mtu nikamsema mtumishi wa Mungu. Unanielewa? Wewe unajua babako na mama yako masekeseke yao. Husemi. Umekaa kimya. Kama umetokea familia ya malaika. Hivyo wazazi wa kiroho ni hivyo. Bwana asifiwe. Uliyepiga makofi Bwana akutetee. Bwana akubariki sana. Ili sio fundisho kupiga makofi. Kwa hiyo kama umepiga makofi una roho ya Bwana. Wathesalonike wa kwanza 5:12 napokwenda kumalizia. Wathesalonike wa kwanza 5:12. Yes, naomba tusome vizuri. Na kuwasimamia ninyi katika Bwana. Unajua kumstai mtu? Unajua kumstai mtu? Ni pale ambapo mtu anaweza kama amefanya kitu amekosea, alafu wewe unamstahi. Sijui unanielewa sawa sawa? Yaani kustahi lazima kuwa na kitu ambacho hakiko sawa, lakini wewe si una akili na ni mtu wa rohoni. Wewe unafanyaje? Unafunika. Sio unafanya? Anyie mkuepo, mimi nilikuepo.
kaa hapo nikuhadisie. Mimi ndo nilikuwa pale. Baba anasema mkawastahi sana katika upendo, kwa ajili ya kazi yao tu, kwa ajili ya kazi yao. Iweni na amani ninyi kwa nini? So kwa ajili ya kazi wanaoifanya wanastahili kustahiwa, kumstahi. Kama vile ambavyo unawastahi wazazi wako wa mwilini, unawastahi. Unayajua, labda wewe na ndugu zako ndio mnayaongea. Na hapo pia mnayaongea ili muwaue. Mnayaongea muendelee kuyaficha na kuwasaidia. Naomba turudie mistari hii hapa miwili. Mstari wa 12 na wa 13. Wa 12 na wa 13, yes. Naomba turudie tusome tena. Ni kujitaabisha jamani. Uchungaji ni kujitaabisha kwa ajili yenu, Yes. Kwa ajili ya kazi zao. Mungu ayabariki maneno yake. Unaweza kusimama hapo ulipo, tumshukuru Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Inua sauti yako na mikono yako, mwambie Mungu asante kwa ajili ya kusema na maisha yangu. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya kusema na maisha yangu. Shukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. Mwambie Roho Mtakatifu, haya ni majira yangu ya kuweza yale ambayo nilikuwa siwezi, kwa kuziishi kanuni zako za ufalme. Nimwone mtu mmoja akiinua sauti akishukuru. Shukuru Bwana kwa maneno yako. Shukuru tu Mungu. Inua tu sauti yako, mshukuru Mungu. Shukuru Mungu tu kwa ajili ya maisha yako ya wokovu. Shukuru tu Mungu kwa ajili ya wazazi wako wa kimwili. Shukuru Mungu kwa ajili ya wazazi wako wa kiroho, watu ambao wanasema katika maisha yako, sauti ambayo Mungu ameiachilia katika maisha yako. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana asante kwa maneno haya. Na wengine mnahitaji kutengeneza, kuna maeneo ambayo ambayo unajua namna ambavyo umekuwa ukisimama ukiishi na wazazi wako, ukiishi na watumishi wa Mungu, unajua mambo ambayo umekuwa ukiyasema silini, mambo ambayo Mungu hawezi akayavumilia, lakini wewe umekuwa ukisimama kwayo. Neno hili linakuja kwako si kuleta hukumu, lakini kukutazamisha mahali ambapo unahitaji kutengeneza. Unataka kuishi kweli maisha ya ushindi, na umetamani sana kuishi maisha ya ushindi, lakini kinywa chako kimekuwa kikuzuia usifike mahali Mungu anataka upate kufika. Mwambie Mungu leo, natamani sana unisaidie kuanza kuishi maisha ya heshima. Unisaidie kuanza kuona umuhimu wa mimi kuhubiri Injili. Mwambie tu Bwana, mwambie tu Bwana, mwambie tu Bwana. Mwambie Bwana, natamani niendelee kukumbuka kazi uliyoifanya katika maisha yangu na vitu ulivyonitendea, ili niweze kuendelea kuona ushindi katika maisha yangu. Mungu, nimekuwa mtu msahaulifu, mtu ambaye ninasahau kila ukinitendea. Nimekuwa ni mtu ambaye nimejaza kinywa chenye lawama. Nimekuwa tu ni mtu ambaye ninaona kila wakati kushindwa na sioni jema lolote ukifanya katika ambalo umefanya katika maisha yangu. Leo hii ninageuka. Leo hii nataka kuanza mmoja tena. Bwana, natamani. Fungua kinywa chako tu. Mwambie Mungu, natamani. Kuna mambo hayajakaa sawa kwangu. Kuna mambo hayajakaa sawa kwangu, na ndio maana Baba, nimekuwa tu ni mtu wa kushindwa, nimekuwa tu ni mtu wa kujichanganya, nimekuwa tu ni mtu ambaye sioni chochote wala sina maono ya mahali popote ninapotaka kwenda. Baba, nisaidie leo. Nataka ninapotoka katika ibada hii, nitoke nikiwa na mwanzo huu mpya. Nitoke nikiwa nimeianza safari hii ambayo Baba, mbele yangu ninaona ushindi katika jina la Yesu Kristo. Baba, nipe maneno ya namna ya kujua kuwastahi viongozi wangu wa kidini, kuwastahi viongozi wangu wa kiroho, kuwastahi wazazi wangu wa kimwili, lakini kuwastahi watu wenye heshima katika maisha yangu, viongozi ambao umenipatia katika nchi yangu. Nipe tu maneno ya kuwastahi, nipe tu maneno ya kuwastahi mabosi wangu katika kazi yangu, mabosi wangu katika serikali yangu. Nipe tu maneno Bwana ya kuwastahi na kuaddress issues hata
hata zile ishu ngumu sana ambazo tunapitia kwa hekima tu na busara ambayo utaiweka ndani yangu. Nipe tu kuwa tayari Bwana. Ni kweli siwezi kwenda kuhubiri Injili, lakini fedha yangu inaweza ikaenda. Nilizuia mikono yangu kutoa, nilizuia maisha yangu kutoa, lakini pia nimeshindwa hata mimi mwenyewe kwenda. Baba, nisaidie kuyaona, macho yangu yapate kuona watu ambao wanakwenda kufanya kazi ya Injili, na mimi niweze kwenda kusupport ile huduma na kile ambacho wanakifanya katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante. Leo hii ninaanza safari hii ya kukumbuka kazi ulioifanya kwangu ili nirudi katika barabara yangu ya ushindi. Asante. Naanza kuishi tena kwa imani, naanza tena kuishi tena kwa ushindi, naanza kuishi tena katika namna ambayo Bwana unataka nipate kuishi. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Thank you Lord. Thank you Lord. Na inawezekana uko mahali hapa na haujaokoka. Haya yote tuliyozungumza yanaanza kwa kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haya yote hayawezi yakaleta matokeo kwako kama hauna mahusiano yaliyo sahihi pamoja na huyu Yesu. Na inawezekana unanifuatilia kwa njia ya redio sasa hivi kupitia 89.7 Fountain Radio, au unanisikiliza kupitia Wapo Radio kokote katika nchi yetu ya Tanzania na katika kanda ya kaskazini. Nataka nikupe nafasi ya kumpa Yesu Kristo maisha yako. Inaanza kwa wewe kumpa Yesu Kristo maisha yako, kuokoka. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Yesu Kristo. Anataka umpokee huyu Yesu na tuanze safari hii ya kuanza kuishi maisha ya ushindi. Utaendelea kushindwa kwa sababu hauna Yesu. Yesu akiwa ndani yako, unaingia, unakuwa na ushindi, unakuwa na maisha ambayo umeanza safari ya ushindi wako. Kama hujaokoka na unatamani kuokoka, unaweza ukasimama pale ulipo, piga hatua, njoo hapa mbele ili niombe pamoja nawe. Na yule ambaye unanisikiliza kwa njia ya redio, unaweza ukainua tu mikono yako kuelekea redio yako wakati takapokuwa tukiomba pamoja nawe. Unajua hujaokoka na unasema, mchungaji, ningetamani kuingia katika barabara hii ya ushindi. Sogea tu hapa mbele. Mimi nakumbuka miaka zaidi ya 30, miaka 33 sasa, katikati ya umati wa watu kama hivi, niliamua kumpa Yesu Kristo maisha yangu. Na safari yangu ilianza kwa wepesi sana. Sikuwa najua kama ninge make it, kwa sababu wakati ule unaokoka kila mtu anakuambia wewe utaacha wokovu kesho. Marafiki zangu wote walinipa siku moja, wengine walinipa wiki, wengine walinipa mwezi, lakini leo ni zaidi ya miaka 33 niko ndani ya wokovu. Haleluya. Na sijawahi kujutia uamuzi wangu. Maisha yangu yote ya ujana wangu, niliokoka nikiwa kijana mdogo. Maisha yangu yote ya ujana wangu nimeyaishi ndani ya Yesu Kristo, na hakuna ambacho nimepoteza. Sijisikii kuregret kwa chochote. Sijisikii kuhisi ya kwamba kuna kitu fulani nimekimisi. Yote nimeyaishi na nimeyaishi to the fullest. Haleluya. Nimeyaishi katika utoshelevu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Why not join this journey? Kwa nini usiungane nami pia katika safari hii? Funika macho yenu, semeni maneno haya pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, leo hii tunakuja kwako. Tunajua peke yetu hatuwezi, lakini pamoja na wewe tunayaweza mambo yote. Leo hii tunachagua kuacha maisha yetu mikononi mwako. Tunakupa ya kwetu ili utupe ya kwako. Tunakupa kile ambacho tulikuwa tunakifanya ili utupe mwanzo mpya. Ingia ndani yetu, tufanye viumbe vipya. Haijalishi tumeishi maisha gani, lakini leo hii tunaanza moja. Tupe mwanzo mpya katika jina la Yesu. Amen. Kwa sala hii umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Dada yangu na binti yangu, uhitaji kulia. Yesu ameshayaona maisha yako. Yesu anaingia katika maisha haya na anayageuza. Ninaondoa kila uchungu, ninaondoa kila maisha ya kujihukumu, ninaondoa kila mzigo wote ambao adui aliweka juu ya maisha yako. Ninakutangazia mwanzo mpya. Pokea mwanzo mpya katika maisha yako. Nasema pokea mwanzo mpya. Pokea bubujiko jipya. Pokea tumaini jipya. Yesu aanze nawe. Yesu aanze maisha mapya pamoja nawe. Yesu akusaidie. Peke yako hutaweza, lakini pamoja naye yote yanawezekana. Ninaondoa kila uchungu, naondoa kila mzigo, naondoa kila hukumu ndani yako, na leo hii ninakupa maisha mapya kwa huyu Yesu. Pokea mwanzo mpya. Pokea historia mpya.
Pokea kuandikwa kupya katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kila roho na nguvu za giza zilizokuwa zinafanya kazi ndani yako, ni mwisho leo katika jina la Yesu. Nasema mwisho leo. Kila kazi na kila pando asilolipanda Baba ndani yako, kila mapando ya adui aliyoyapanda ndani yako, yanang'olewa leo. Mungu anapanda jambo jipya. Mungu anapanda mbegu mpya ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakuzalishia imani mpya ndani yako, na kuzalishia nguvu mpya ndani yako, na kuzalishia uweza mpya wa kimungu ndani yako. May your journey begin today. Safari yako ianze leo. Safari yako mpya ianze leo katika jina la Yesu. Safari yako wewe unanifuatilia katika televisheni, unanisikiliza kwa njia ya redio, safari yako ianze upya leo. Safari ya pombe uliokuwa unaishi muda mrefu, mwisho leo. Safari ya uzinzi uliokuwa unaishi muda mrefu, mwisho leo. Leo hii nakupa maisha mapya. Leo hii nakupa safari mpya. Leo hii nakupa imani katika jina la Yesu Kristo. Kiumbe kipya kizaliwe ndani yako. Wewe ni mtu mpya kuanzia leo. Wewe huna dhambi tena, huna makosa tena. Wewe ni mpya katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa haya uliyoyafanya katika jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu Kristo makofi.